Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanakondoo ameshinda. Asalamu alaikum. Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu katika somo zuri ambalo leo nimekuandalia ili tukapate kuangalia na kusikiliza kile ambacho haswa Mungu amehitaji kunena nasi katika siku ya leo. Kwa majina naitwa Isaac Musa Muhina. Isaac Musa Muhina ndiyo majina yangu matatu ambayo natumia. Na mpendwa wa mtazamaji, utapenda kusikiliza na kufuatilia mahubiri ambayo nitakuwa narusha kutoka kwa platform mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza tukianza na YouTube, utatembelea utakuta kwenye channel yangu inaitwa Muhina Isaac TV. Lakini pia utafuatilia pia ukienda Facebook utanipata pia kwa jina la Isaka Musa. Lakini pia katika mitandao ya TikTok natumia pia jina la Isaka Musa, na utapata kubarikiwa na masomo mengi. Lakini kwa siku hii ya leo nimekuandalia somo zuri, mpendwa mtazamaji. Tutaenda kuangalia somo ambalo litakuwa mbaraka katika maisha yako na litaweza kubadilisha haswa hatua yako ya maisha kumwendea Mwokozi. Ndiyo, karibu sana, na kabla hatujaenda mbali tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mfalme wa amani, rafiki yetu mwema, asante kwa baraka zako kuu na kwa neema yako. Wasaa huu asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumapili tulivu iliyo njema, nipo hapa na nataka nizungumze na msikilizaji na anayenitazama, ndugu yangu, rafiki yangu, dada yangu, kijana, mzee, kwa ajili ya somo ambalo litatutia moyo, kutusogeza karibu nawe, na haswa kikubwa kupata uzima wa milele kwa pamoja nasi tunavyoanza mpaka tutakapomaliza, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Ndio, mpenzi mtazamaji, somo ambalo nimeliandaa kwa asubuhi ya leo lina kichwa kinachosema umezaliwa ili uishi milele, au ulizaliwa ili uishi milele. Ndugu mpendwa mtazamaji, kaka na dada, rafiki yangu mwema, karibu katika kitabu cha Waefeso 1 aya ya 4 mpaka ya 6, lakini tutaenda kuanza kusoma aya ya 3 mpaka ya 7 tupate kuelewa. Kwa wasaa huu, kama utakuwa na Biblia yako pembeni, unaweza ukafungua ili tupate kusoma kwa pamoja na tusome neno la Bwana. Kitabu cha Waefeso 1 aya ya 4 mpaka 6, lakini tutaanza aya ya 3 mpaka 7, na neno la Bwana linasema: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Aya ya 4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe katika njia ya Yesu Kristo, sawasawa na urathi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. 7 inasema katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Ndiyo mpenzi mtazamaji, kwa nini nimeamua leo kukuletea somo hili la Waefeso 1 aya ya 4 mpaka 6? Nina jambo ambalo nataka leo nipate kukushirikisha kwa ajili ya uzima wetu wa milele. Kwa nini somo langu linasema ulizaliwa ili upate kuurithi uzima wa milele? Mpendwa, mara nyingi tumekuwa tukisikia maneno mbalimbali kutoka kwa wahubiri mbalimbali ambayo yamekuwa yakizungumzia habari za wokovu. Lakini leo hii nataka nikuambie jambo ambalo yumkini umelisikia, lakini yumkini hujawahi kulisikia, mpendwa mtazamaji. Na jambo hili ni jambo ambalo nataka tu nikuambie
kwamba ulizaliwa ili upate kuurithi uzima wa milele. Unaweza ukaniambia kwa nini, na hii itakuwaje kwamba nilizaliwa ili ni urithi uzima wa milele kwa namna gani? Mpendwa mtazamaji, unaweza ukatafakari ili fungu ambalo tumelisoma kwamba Mungu alituchagua ili tupate kuurithi uzima wa milele kupitia Kristo Yesu. Unaweza ukajiuliza, kivipi Mungu alinichagua au Mungu alikuchagua kwa ajili ya kurithi uzima wa milele? Au kivipi Mungu alichagua watu basi ili wapate kurithi uzima wa milele? Unaweza ukajitafakari na ukalitafakari hili kwa umakini sana, kwa sababu zimekuwako mafundisho mbalimbali ambayo yanasema kwamba Mungu amechagua baadhi ya watu ili wapate kuurithi uzima wa milele. Yaani ni kwamba unaweza ukawa umeokoka, lakini kama umeandikiwa moto, huwezi ukadumu kanisani, utaondoka tu na utaliacha kanisa kwa sababu wewe umeandikiwa motoni. Au kama wewe umeandikiwa kuurithi uzima wa milele, hata kama utafanya dhambi kiasi gani, ni kwamba mwisho wa siku utaenda pia na utapata kuwa mlisi wa uzima wa milele. Hebu tutazame kuna ukweli gani katika hizi kauli, na neno la Mungu linafundisha nini juu ya wokovu na sisi tulio dhambini tunaokolewaje. Hebu kabla ya kwenda mbali zaidi, tutazame asili ya dhambi. Asili ya dhambi, kama tunavyojua, dhambi iliingia ulimwenguni kupitia wazazi wetu wa kwanza, Adam na Hawa, baada ya kula tunda ambalo Bwana aliwakataza kutokulila. Wao wakapata kulila, wakawa wameanguka dhambini kwa kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hebu tukatazame. Hatutaangalia kitabu cha Mwanzo, bali tutasoma kitabu cha Warumi 5 ambacho kimefafanua zaidi kuhusu hiko kisa cha namna ambavyo wazazi wetu hawa wa kwanza walianguka dhambini. Kitabu cha Warumi 5, nitaanza ile aya ya 12 mpaka aya ya 21. Nitasoma haraka, na kama una Biblia yako utaipitia kwa umakini na utajua kwamba dhambi ilileta matokeo gani, na dhambi ilikujaje, na dhambi kwa nini ilikuja duniani, na matokeo gani ambayo dhambi ilileta, na Mungu alifanya nini ili kushughulika na hii dhambi apate kutuokoa sisi tulioanguka dhambini. Ngoja nisome kile kitabu cha Warumi aya ya 5, tuanzia ya sura ya 5 ya 10 mpaka 21. Neno la Bwana linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Sikia hiyo kauli nzuri mpendwa. Yes. Aya ya 13 nasema, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haikuhesabiwa isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Wala kadri ya yule mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja akaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja Yesu Kristo. 18 nasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. 19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingiziwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana, na dhambi ilizidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Dhambi ilipozidi, neema ilizidi kuwa nyingi zaidi. 21 inasema, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itatawala hata uzima wa milele
kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa mpenzi mtazamaji, kama tulivyosoma katika hii sura ya 5 ya Warumi, inaeleza jinsi ambavyo dhambi ilileta matokeo ya kifo cha wanadamu wote na uharibifu ambao unatokea leo duniani. Kama tunavyoona matokeo ya dhambi, vifo, huzuni, njaa, matetemeko, kila aina ya ubaya unatokea hapa ulimwenguni kwa sababu wazazi wetu walifanya dhambi, na kwa dhambi hiyo ilisababisha mauti na wote leo tunaangamia. Lakini kupitia Yesu Kristo ambaye tumaini la wote wenye mwili ambao Mungu aliwaumba, Mungu anategemea kupitia mwanawe Yesu Kristo tupate kukombolewa. Unaweza kauliza na kuaje hii mtumishi? Sikiliza vizuri mpendwa mtazamaji. Kupitia kile kitabu cha Yohana 3:16 ni fungu ambalo limezoeleka. Kama ni Mkristo mdhaifu unalijua, lakini pia kama ni siku yako ya kwanza pia utaweza kuelewa fungu hili linavyosema. Linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali apate uzima wa milele. Sikiliza mpendwa mtazamaji, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Naweza ukasema pia kama tulivyosoma kwenye Waefeso 1 ile aya, yani kwamba Mungu aliwachagua watu wake ili wapate kuokolewa. Sikiliza vizuri, alikupenda kabla hata hujaumbwa. Ndio maana ulizaliwa ili upate kuurithi uzima wa milele. Haukuzaliwa ili ufe. Sikiliza vizuri, hakuna watu ambao wameandikiwa motoni na hakuna watu ambao wameandikiwa uzima wa milele, bali kitendo cha wewe kuzaliwa, umezaliwa ili upate kuishi uzima wa milele. Sikiliza vizuri, neno linatuambia kwamba ulipozaliwa Mungu aliweka ukombozi tayari kupitia mwanawe Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani. Sikiliza vizuri mpendwa mtazamaji, ukiangalia kile kisa cha mwanzo ambapo Ibrahim alienda kutoa dhabihu au sadaka pale mlimani, alipotembea na mwanawe njiani, waliokota kuni kwa ajili ya kwenda kutoa dhabihu, lakini mtoto alimuuliza, baba, yuko wapi mwana kondoo? Lakini Ibrahim alisema Bwana atajitwalia. Lilikuwa ni jibu la imani, lakini Isaka hakupata jibu haswa ambalo lilitakiwa. Lakini kitu cha kustaajabisha, jibu lilikuja kutokea kwenye baada ya miaka mingi kupitia Yohana Mbatizaji. Alipomwona Yesu akija kubatizwa katika mto Jordan, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Kisoma Yohana 1:29 anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi za ulimwengu. Sikiliza mpendwa mtazamaji, ukombozi wa mwanadamu uliwekwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako, lakini ulipofika utimilifu wa wakati, Kristo alifunuliwa na akafa msalabani kwa ajili ya kuniokoa mimi na wewe. Sikiliza ninapoenda kuhitimisha somo hili. Mpendwa mtazamaji, kitu ambacho natakiwa kukielewa ni hiki: umezaliwa ili kupata kurithi uzima wa milele. Unaweza ukasema, mtumishi, mimi nipo katika dhambi, nashindwa nitokeje katika hii hali niliyokuwepo. Sikiliza vizuri, yumkini wewe umekuwa mlevi kwa muda mrefu, hata ukanyaga kanisani unaogopa. Sikiliza vizuri, mwanadamu alipoanguka dhambini, Mungu alishuka mwenyewe kuja hapa duniani kumkomboa, kwa sababu akili iliyoanguka ya mwanadamu haiwezi kumtafuta Mungu. Ndio maana Mungu aliupenda kwanza ulimwengu, akamtoa mwanawe pekee, ili sisi sasa tuliopotea tusipotee tena, kupitia Yesu Kristo tupate kuokolewa. Sikiliza vizuri mpendwa, Mungu alimtafuta mwanadamu, akaja akafa pale msalabani kupitia mwanawe Yesu Kristo ili apate kuniokoa mimi na wewe. Sasa sikiliza basi, Rahabu alilijua hili, ndio maana licha kwamba alikuwa ni kahaba alipata kuokolewa. Sikiliza vizuri, hata mfalme Nebukadneza alifanya maasi makubwa, alifanya vitu vikubwa vibaya, alienda hata kuliteka taifa la Israeli, akawaua watu, akawateka mateka, akawachukua hata wale vijana 4. Lakini kupitia wale vijana Nebukadneza alimkiri Mungu wa mbinguni, naye akaokolewa. Sikiliza vizuri, kuna Sauli ambao tunamuita Paulo, alikuwa ni muuaji, alikuwa akiua wanafunzi wale ambao walikuwa akimfuata Kristo, lakini kupitia neema ya ajabu sio na kikomo ilipata naye kumkomboa, na leo tunamuita Paulo ambao tunasoma barua zake ambazo zinaleta wokovu kwa watu. Sikiliza vizuri, napoenda kusoma fungu la mwisho, kitabu cha Ufunuo 22 aya ya 17. Neno la Bwana linasema, na roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima
bure. Sikiliza mpendwa mtazamaji, napoenda kuhitimisha somo hili. Haijalishi umetanga mbali kiasi gani, haijalishi hujata kulisikia neno la Mungu masikioni mwako, umetangatanga katika dhambi, muda mwingine umekata hata tamaa, hata unahitaji hata kwenda kujinyonga. Sikiliza, usijinyonge bure. Kupitia damu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, tunapata uokovu bure. Si kwamba ni bure, bali alishaulipia, alilipa gharama zote kwa kupitia gharama kifo chake na damu yake ilivyomiminika pale msalabani. Sikiliza mpendwa mtazamaji, umekuwa mraibu kwa muda mrefu wa madawa ya kulevya, lakini pia umekuwa ukitangatanga mbali, zinaa imeshindwa kutoka kwako, uongo, uwizi, kila aina ya dhambi ambayo unajua unaifanya. Sikia, Mungu alikuchagua ili upate kurithi uzima wa milele. Kitendo cha wewe kuzaliwa, umezaliwa ili upate kurithi uzima wa milele. Hakuna aliyeandikiwa moto mpendwa mtazamaji, bali ulizaliwa ili upate kurithi uzima wa milele. Shetani tu na malaika zake ambao aliasi mbinguni ndiye waliopangiwa kuangamiwa milele. Lakini sisi tumezaliwa na tunaendelea kuujaza ulimwengu ili tukapate kujaza zile nafasi ambazo shetani na malaika zake waliziacha kule mbinguni. Ile theluthi ya malaika waliotoka kule mbinguni kuasi, ndiye sisi wanadamu pia tuende kujaza ile nafasi iliyobakia. Sikia nikwambie na kwenda kuhitimisha. Mpendwa wangu, Mungu anakupenda na anahitaji urithi uzima wa milele. Hili ndilo ombi langu, na anahitaji Bwana kusaidie upate kutambua huu wokovu, upate kuokolewa. Mungu anakupenda. Sasa kabla sijahitimisha, naomba tuombe. Na popote ulipo, kama umeguswa na hili somo, piga magoti nipate kuomba ili upate kukombolewa na urithi uzima wa milele. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mfalme wa amani, asante kwa sababu ya hili somo zuri ya kwamba tumezaliwa ili tupate kuishi milele na si kuangamia. Dhambi imekuja kutuharibu hapa katikati, lakini Bwana bado nia yako ipo pale pale ya kutuokoa sisi na neema yako ingalipo. Tusaidie ili Bwana tupate kuishika neema hii, tupate kukombolewa. Msaidie mpenzi wangu msikilizaji na mtazamaji aliyenitazama asubuhi ya leo, na atakaposikia hili somo likamsaidie kukujua wewe na akapate uzima wa milele. Asante Bwana kwa sababu umetuchagua na unataka tuurithi uzima wa milele. Ndivyo tuombavyo katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana.